Kipindi kilichopita tulizungumzia masuala yanayosika na masuala layout, tukazungumzia jinsi ya kuweka document yako iwe na sehemu, yani iwe na muonekano miwili, yani kwa maana kuna sehemu ziwe landscape, zingine ziwe portrait. Kwa mfano kama kuna sehemu katika document yako umeongeza mchoro, maybe picture ama AutoCAD drawing. Sasa ile AutoCAD drawing haionekani vizuri kama ukika muonekano wa kawaida. Kwa hiyo tutaenda kuweka, tukasema kama tutaweka landscape. Yes. Na leo tutaendelea sehemu nyingine ambapo leo tutaangalia masuala ya reference. Katika reference tutazungumzia jinsi ya kuweka footnote, endnote, lakini jinsi pia kufanya citation. Mwishoni tutamaliza kwa kuweka bibliography ama reference, wengine wanasema reference, ndio hiyo tutamalizia jinsi ya kuweka. Yes. Ikiwa ni hitimisho la programu yetu jinsi ya kutumia Microsoft Word. Tukiachana hapo tutaje kuangalia tena vingine, jinsi ya kuweka reference tables. Pamoja na kuweka reference table tutamalizia na kufanya mail merge ya document yetu, kwa maana document inakuwa tayari kwa ajili ya kuirusha kumtumia mtu. Yes, na kama unatumia mbio utatumiaje tutaja kuona hapo. So leo nimependa kuanzia hapa kwa maana tumefungua kazi yetu inatuonyesha hizi markup. Markup ni hii hapa, hizi hali ya kuweka document na kuonyesha kama sehemu fulani ilifutwa, sehemu fulani ilirekebishwa. So katika track change tulizungumzia jinsi ya kuweka hivi vitu. So mtu mwingine anataka kufungua document yake akasema kwa nini tangu ni yake mpaka leo hii bado iko vile vile? Kwa hiyo inampa ugumu katika kufanya kazi yake, kwa maana aona vitu kama nusu. Jinsi ya kuiondoa ni kwamba tunaingia the way ambayo tumeingiza, tuliingia katika insert, then katika insert tukasema tumeingia katika comment. Yes, nakumbuka iko kitu. So tunaingia katika review tena kureview document yetu mpangilio wake mzima. Then hapa kuna hapa track change, unaweza kuona bado ipo imewekewa. So hapa insha off kwa maana izima, lakini pia is markup bado zipo. Jinsi ya kuondoa markup tunaingia hapo show markup. Kuna drop down, naingia hapo nakuta kuna comment zimewekewa tick. Kwa hiyo nikiclick comment inaondoka, kwa maana comment pane ishaondoka tayari. Na click tena nasema insertion of and deletion, kwa maana kuingiza kitu na kufuta kitu itatuonyesha kama pale. Hii tumefuta kitu imetuonyesha. Kwa hiyo niki untick unaweza kuona imeondoka, sasa hivi haipo. Lakini pia kuna ya mwisho inakwambia formatting. Formatting kivipi? Kwa mfano hii document yangu unavyoiona hapa iko na format tofauti, kwa maana nikibadilisha letter, nikiweka rangi katika letter yote itaonyesha hiyo alama. Kwa nataka pia sasa hivi isionyeshe. Kwa nini? Kwa sababu mimi hapa ndo nafanya hiyo kazi. Lakini kama ingekuwa mtu mwingine anafanya hii kazi, kimezi kama baada ya kuweka track change ninge lock tracking. Lock tracking kimezi kama ninapomtumia yeye hawezi kurekebisha hivyo vitu. Otherwise paka nirudishie mimi mwenyewe, then itasoma kama huku ndio ilipokuwa imetengenezwa, itasoma computer ID ndio ile ambayo ilitengeneza hii kazi, kwa hiyo itakubali uweze ku-unlock. Yes. Hiyo ndo masuala mazima ya kipindi kilichopita tumeamua kuanzia hapo. So leo nimesema nitaanzia katika footnote na endnote. Footnote ni nini? Footnote tunazipata kwenye masuala reference. Footnote ni kwamba for instance nazungumzia kitu, let's say nasema consumers, nazungumzia consumers. So consumers hapa mtu atakosa consumers ni consumer nazungumzia ni consumer wapi ambao nazungumzia. So ili kuprovide maelezo zaidi ya kuhusu kitu ambacho nakuzungumzia hapa, maybe nazungumzia kuhusu laptop, computer. Aina gani ya computer ambayo nazungumzia wewe? Nazungumzia maybe Dell computers ama HP. So nabidi niweke footnote. Nikisema footnote means kwamba at the end of my document here itapokuja kuonekana footnote. Lakini nikisema endnote means kwamba at the end of my document, kwa maana page ya mwisho kabisa ndio hii itapokuja kuonekana zote. Kama nikitaka 6, 7 na zote zitaonekana kwa mara moja. So tunaanza na kuweka footnote. Baada kufanya vile, baada ku highlight nasema insert footnote. Kiklik hapa itanipa mwishoni consumers. Consumer ni watu gani? Na mwambie labda consumer of my application. My application. Yes. Kwa nikimaliza hapo tayari, hiyo ndo tayari ndo footnote, kwa maana ikifika hapo utakuta kuna kimoja kiko kwa hapa. Yes, hii kimoja mtu akisoma document yangu na anataka kujua my application, kwa maana ina provide more information. Kwa hiyo mtu anakuwa anajua kitu vizuri. Vitu vingine vinakuwa vinachanganya. So provide
footnote inakuwa nyepesi mtu kufahamu. Lakini pia tuangalie kuhusu nini? Kuhusu endnote. Endnote ni vipi? Nasema insert endnote. Na yenyewe imeprovide namba moja kwa sababu footnote ina namba zake na endnote ina namba zake. Nawaambia nini? Water sources nawaambia kama hapa nazungumzia river. Water source nazungumzia hapa ni river. Kwa maana nikisema water sources zipo nyingi. Lakini nikisema water source ni river kwa maana ni hiyo river. So hizo zingine, yes, ndio jinsi kuweka footnote na endnote. Baada ya kusema hivyo, naomba niende katika sehemu nyingine. Kwa hiyo tushona jinsi kuweka footnote na endnote. Kwa utaziandika mwenyewe na sio lazima upangilie kimfululizo. Whatever utapangilia, lakini yeye atapangilia kama hii ni ya kwanza kwa sababu iko mwanzoni, hii ni ya pili. Tumezungumzia katika tutorial zilizopita jinsi ya kutumia hii, kutumia automatic updates kwa maana yenyewe ajifanyia kazi yenyewe kama yenyewe ajipangilia. Kama hii ni footnote ya kwanza, hii ni footnote ya pili na endnote. Kama endnote hii ni ya pili, itaenda kujipanga yenyewe kama yenyewe hivyo. So naomba niingie katika citation. Citation nini? Citation kwamba kuepusha plagiarism, kama kuiba document ya mtu, kuiba sentence ya mtu katika kitu ambacho shakipublish, tunatumia citation. Kwa maana una cite hiyo sehemu ambayo umeitumia ama kipande ambacho umekitumia. Kwa mfano, nasema kama hii hapa paka hapa, hii nimecite kwa mtu fulani bana, anaitwa Bwana Mo. Kwa hiyo nitaingia hapa insert citation. Yes, ama nitachagua style. Kuna style mbili, kuna APA zinazotumika sana, ni APA na MLA. Hizi ndizo zinatumika sana. Yes, katika nchi yetu hizi zinatumika sana. Kwa hiyo nachagua APA ama MLA, si ndio? Nachagua hapa tuseme MLA citation, add new source au add new placeholder. Add new source kwa maana hapa naweka source nyingine kwa maana haikuwepo mara kwanza, si ndio? Nasema hiki ni kitu gani? Hii ni book. Author nasema kama ni expert more. Author ni expert more. Corporate author unaweza ukamweka corporate author ama ukaweka koma ukaandika jina lingine, let's say na jina lingine nasema kama Kinyaia, kwa maana watakaa wote kwa pamoja. Title MS Word. Title MS Word. Year 2020. City tuseme city, tuandike Tanga. Publisher Motec publish. Medium unaweza kuchagua ama usichague, uchagua mwenyewe. Yaani si lazima kila sehemu ujaze, sio lazima. Kwa at the end kibonza okay, inakwambia expert more. Hii ni MLA. MLA itaanza kusema iko kitu expert more. Then itasema pale pap sentence nzima itamalizia. Lakini kama ningechagua APA, mbona sasa hivi nichague APA. Nasema paka hapa tubility, hapa nasema sasa hivi nachagua APA. Nasema new source ama APA nasema site ndio ile. Yes, imekuja vile vile, lakini nikiweka hii APA most inakaa mwishoni mwa document yetu. Yes. Lakini pia mtu mwingine anaweza kusema aingize kitu tofauti. Kwa maana azingize zote site ambazo tunatumia vitabu vyote ama kila kitu kiingizwe kwa pamoja. Kwa hiyo unaingia katika manage source. Manage source utazikuta kama hizi zilipokuwepo, hii ni ya mwanzo ambayo nilitumia, hii ni ya pili. Yes. Kwa record nyingine naingia nyingine, kwa maana naweka site zangu zote ambazo nitasite zote. Kwa hiyo nitachagua either ni book ama journal ama article ama report ya mtu ama website. Ukichagua let's say nachagua website, unakuta hata hizo column to fill zinabadilika pia. Nikichagua kama hii ni conference proceeding, inabadilika pia. Whatever unachagua ndivyo itakavyo nipa options za kujaza. Na nikifanya hivi it means kwamba yenyewe itaenda kupangilia the best way ya kuarrange hizi hapa, the way ya kuweka references zako. Tunajua kabisa kama kuna format ya kuandika hizo references kuziandika, lakini kwa kutumia hii Microsoft Word application yenyewe itaandika format hiyo, itafuata hiyo format moja kwa moja. Kwa hiyo tutakiwa wewe au utahitajika wewe kupangilia tena. Kwa yenyewe kama yenyewe itafanya hivyo. So baada ya kufanya hivi, let's say nimeandika hapa
then na close. Kwa mimi hapa nitakiwa kufanya hapa, nimechagua APA, kwa nitaweka tu pale yes, insert citation, si ndio? Nitachagua hapa add new source, nasema hapa ni hapa, kwa nita click tu hapa, inaandikia. Kwa nikiandika nyingi, kwa nitakuwa nafanya kazi ya kushuka na kuziweka. Yes. So at the end of my document, let's say niko hapa ndo mwisho kazi yangu, nishamaliza kila kitu, nataka niweke hizo reference, nataka niweke reference zangu. So nitafanyaje? Nita click hapa bibliography, then nitachagua iandika bibliography ama iandika reference ama works cited. Nitachagua the way ya kuweka, nasema kama iandika references. Kwa nikifanya hivyo itaandika references, kama itaandika Motec nini. Yes. Na hii nd ndio hiyo placeholder ambayo ni click, haikuwa na chochote, kwa hamna cha kuandika, nil. Yes, kwa itaandika kama hivyo. Kwa the way nitakavyoandika huku side zangu tofauti ndivyo itakavyozijaza hapa. Hiyo ndo namna ya kuweka footnote na endnote katika document yetu. Kingine ningependa kuongezea hapa, kuna hii kudraw. Hii draw ipo katika, ni moja ya extra file ambayo ipo katika option. Ingia katika customize ribbon. Katika customize ribbon most unakuta hajakuwa ticked, lakini ukitick afu kubonyeza okay, kwa ndio inaongezeka kitu kama iko hapo. Kwa hapa naweza nika highlight, naweza nikachora. Kwa hii hapa kama unafanya una illustrate mtu na muonyesha kitu, unaweza kutumia hii option. Na kama sasa hivi walimu wengi wanapenda kutumia wanafunzi card then waje kuzimark. Kwa hiyo the best way ni kutumia kitu kama hiki hapa. Kwa unaweza ukachukua ile say hiyo pen, then unaonyesha hapo una tick. Kwa hiyo the best way naweza tukasema kwa ukachagua namna ya kutumia peni yako. Kwa hapa naomba nifute. Yes, hiyo ni draw option. Kwa hiyo vitu vingi sana katika hii draw hapa. Yes. So kwa leo naomba tuishie hapo.